Namshukuru Mungu kwema. Tuko safarini kuelekea Arusha mpinzani wetu Coastal Union. Tutafika Arusha majira ya mchana na moja kwa moja tutaelekea Mererani kwa ajili ya kwenda kutoa msaada kwenye kituo cha watoto yatima, na baada ya hapo kikosi kitaelekea katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza rasmi sasa mipango ya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo, ipate muda mkubwa wa maandalizi, ipate muda mkubwa wa promo, upate muda mkubwa wa watu kutambiana pale, kwa sababu mechi ya Simba na Coast ni mechi kubwa. Inahitaji tambo kweli kweli, inahitaji matangazo kweli kweli, inahitaji watu kujivuna kweli kweli kuelekea katika mechi hiyo, lakini kila mmoja anaona namna ambavyo ratiba imebanana kweli kweli. Kwa hiyo hatuna budi kuishi katika mazingira hayo. Tumemalizana jana na Mbeya City baada ya mechi kumalizika tu moja kwa moja airport Dar es Salaam. Tumepumzika kwa masaa machache, hivi sasa tunaamka tena tunaelekea Arusha, na lazima twende tukafanye mazoezi walau siku 2 Arusha ili kuzoea hali ya hewa ya Arusha. Ukiangalia mechi yetu ya jana dhidi ya Mbeya City, wachezaji walikuwa wanapata tabu kidogo kwenye eneo la hali ya hewa, ubaridi, hewa ni nzito. Kwa hiyo lazima twende mapema Arusha, wachezaji walau wapate siku 2 za kuizoea ile hali ya hewa, ili tunaposhuka uwanjani wawe katika fomu nzuri ya kiushindani. Lazima tukiri kwamba mechi hii ni ngumu. Coast sio mchekea sana, na hatua kama hizi Coast ameshazicheza na kuzifuka sana. Coast ni mwana fainali wa mwaka juzi. Coast ana uwezo mkubwa na wanataka na wenyewe kurejesha heshima yao, kwa sababu ni timu kongwe hapa Tanzania. Kwa hiyo haitakuwa mechi nyepesi. Sisi wenyewe tunakwenda kumkabili Coast tukiwa na pressure kubwa. Ukiangalia tumecheza naye wiki 2 zilizopita pale kwao, mechi ilikuwa jiwe, mechi ilikuwa ngumu kweli kweli, ilikuwa ni vuta ni kuvute. Tumewaweka goli moja wakachomoa, tukabahatika kuwaweka la pili likalala mpaka hii leo. Kwa hiyo mechi hii ambayo haina sare, ni mechi ya piga ni kupiga, anayechukua pointi anakwenda hatua inayofuata. Ni mechi ngumu sana, kwa sababu hautegemei kumuona Coast akipoteza muda, hautegemei kumuona Coast akilalalala. Unachotegemea ni kumuona Coast anashambulia mwanzo mwisho, na kama anashambulia maana yake ni kwamba anafanya mechi inakuwa ni ngumu kweli kweli. Yote kwa yote ubora wa Coast tunautambua na kuheshimu, na sisi tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao tutakwenda kutoa upinzani mkali siku ya kesho kutwa. Sio sana, kwa sababu si kwa muda mfupi. Tukishakaa muda mrefu ndo tutakupa tathmini ya kileleni panafananaje. Ni kazi nzuri ya Elie Mpanzu ambayo ameendelea kutuonesha na kuthibitisha ubora wake, na inatupa sisi sababu za kujivuna kupitia maamuzi ambayo tuliyafanya yakiongozwa na rais wa klabu ya Simba Mohamed Dewji kuamua kumwongezea mkataba akiwa hata hajamaliza mkataba wake. Tuliona potential ya Elie Mpanzu, tuliona ubora wa Elie Mpanzu, umuhimu na thamani yake. Ndio maana kabla hata hajamaliza mkataba tukaamua kumwongezea mkataba na Simba kwenye kupata ushindi, na jana kafunga goli la ushindi, na sio tu goli la ushindi, ni goli lenye ubora, ni goli lenye mateso, ni goli ambalo huwezi kuliona katika ligi za Afrika. Ni goli pekee ambalo unaweza kuliona katika ligi katika ligi za Ulaya, ama kwa sasa unaweza kuliona World Cup pekee. World Cup unaliona, unaona wakifunga watu huku huwezi kuona akili kubwa ambayo ameitumia katika goli lile. Amepewa pasi na Chama. Meneja, niko nje hapa na begi moja na nani ya chini ile, ni jamaa akuletea hapo. Mpe meneja
Kwa jamaa anakuletea hapa. Ni akili kubwa ambayo ameitumia kufunga goli lile. Ukiangalia kwanza pasi ambayo alipewa na Chama. Hata ile pasi ya Chama huwezi kuiona katika dunia ya tatu. Ile pasi ya Chama unaiona World Cup pekee. Amepiga pasi kama ya Michael Olise kwenye mechi ya Senegal na Ufaransa. Pasi ambayo ilimfikia Kylian Mbappe. Mbappe akaenda kuzaa goli kwa upande wa Ufaransa. Ndicho ambacho amepiga pasi kama hiyo Mwamba Lusaka hapo jana. Ameuangalia ukuta wa Mbeya City, akaona kuna kaupenyo kembamba, akapitisha pasi katikati yao, ikamkuta Elie Mpanzu. Mpanzu angeweza kufunga kama Kylian Mbappe kwa maana first touch goli, lakini akaona wacha niliongezee thamani goli langu, akareceive ile mahali, akapiga kibaisikeli. Goli kipa Mbeya City akaja akakalia mikono, akasogea pembeni kidogo ya goli, akafunga goli kiulaini kabisa. Hasa akili kama ile sio akili ya kawaida. Na mimi nikwambie Ndimbo, kama Congo DRC wangekuwa na Elie Mpanzu kwenye kikosi chao jana, wasingepata sare na Ureno. Wangepata matokeo. Jana walikuwa wanashinda vizuri tu. Kongo wana kila kitu lakini wanamkosa Mpanzu. Jana amefunga goli Kongo lakini wamekosa goli la Elie Mpanzu. Kama angekuwa na Mpanzu kwenye ile timu, mimi nina uhakika jana Ureno alikuwa anakufa mapema kabisa kutokana na akili na uwezo wa Elie Mpanzu kwenye eneo la mwisho la mpinzani. Senegal amekula goli 3-1 kwa kujitakia. Kama angekuwa na Libase Geye pale, Senegal alikuwa anaondoka na ushindi katika mechi ile, ama 3-3 bila wasiwasi. Unajua wanawachukulia tu poa, lakini Simba Sports Club tuna nyota wa hadhi ya juu sana ambao wana uwezo wa kucheza soka la ushindani kwa kiwango cha juu mno. Hizi mechi ambazo sisi tunacheza, mechi ngumu, zinawaimarisha wachezaji wetu. Senegal wana kila kitu lakini wanamkosa Libase Geye tu pale mbele. Na mimi nakwambia ile nafasi ya Sadio Mane pale anasimama Libase Geye anawasaidia pakubwa. Energy ya Sadio Mane imeshuka kidogo kwa sababu ya umri na kuchoka, lakini kama unampa kijana mdogo Libase Geye nafasi, anawasaidia. Wanahadaika tu na majina si PSG, sijui wapi, lakini kama wanampa nafasi Libase Geye kutoka Unyamani Simba Sports, anawasaidia kaka. Wasingedhalilika namna ile, chuma 3 angewasaidia. Bwana wanaongezeka. Mchambuzi mwingine jana tulifanya naye interview wa Wasafi, Petro Mzigo akamuuliza, unaungana na maneno mengine ya wachambuzi ambao wanasema Simba ndio timu ambayo inacheza mpira mzuri sana? Akasema yes, msimu huu no doubt Simba ndio timu bora ambayo inacheza mpira mzuri na inavutia hasa uwanjani. Simba tuna timu bora hivi sasa. Na ukiona mtu yote anasema tofauti, kuna mambo mawili. Huyo mtu ni wanataka nile punguani au anafanya makusudi. Narudia tena, Simba ndio timu ambayo inacheza mpira mzuri hivi sasa, ndio timu ambayo inacheza mpira wa ushindani, ndio timu ambayo inavutia kuitazama, ndio timu bora hivi sasa. Ukiona mtu anasema tofauti na maneno haya, huyo mtu either ama huyo mtu ni punguani, kwa maana hazimo sawasawa akilini. Lakini hata viumbe visivyokuwa hai, ukienda kuuliza miti hii leo, ukienda kuuliza majumba hii leo, ukienda kuuliza magari hii leo, watakwambia kama watapata nafasi ya kusema ya kwamba timu bora hivi sasa Tanzania ni Simba Sports Club, na hilo linaonekana wazi kwa aina ya soka ambalo tunacheza hivi sasa. Kila mtu atasema kila goti litapigwa, ndio hii sasa. Kila mtu atasema ukweli kuhusiana na Simba Sports Club ya kwamba ndio wengine wanacheza tu hivyo kukamilisha ratiba, bora liende, piga mbele twende, lakini unapozungumzia a classic football unaizungumzia Simba Sports Club.
Jambo la msingi ambalo watu wa Arusha wanatakiwa kufanya ni kuja kwa wingi uwanjani siku ya Jumamosi. Jana pale Mbeya tumeona jambo la ajabu kweli kweli. Uwanja umejaa wa Sokoine na watu wengi wako nje, yaani watu ambao walikuwa nje wangeingia ndani, wanajaza Sokoine nyingine tena ya pili. Hii yote ni kutokana na mahaba ya watu na timu yao. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kuwaambia watu wa Arusha ya kwamba wanapaswa kufanya zaidi ya walivyofanya watu wa Arusha, kwa maana ya kuja kwa wingi uwanjani siku ya Jumamosi. Tunataka kwenda fainali. Fainali hatuwezi kwenda bila support ya mashabiki wetu.